Taasisi ya Mwalimu Nyerere imeandaa mkutano wa mazungumzo kuhusu amani, haki na maendeleo ya Tanzania kwa wazee, kujadili na kutoa maoni hasa kwa yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Haya yamesemwa na mwenyekiti wa taasisi hiyo Mzee Joseph Butiku akiongea na vyombo vya habari na kueleza dhumuni la mkutano huo kuwa ni kuwakutanisha wazee wenye busara na hekima kutoka kwenye makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo wanasiasa, wastaafu, viongozi wa dini, wasomi na wazee wastaafu, ili kujadili yaliyotokea hapo nyuma yasiweze kujirudia tena nchini na kupata suluhisho lake kama Mwalimu Nyerere alivyoanzisha taasisi hiyo. Aidha, Mzee Butiku ameeleza mkutano huo utafanyika katika ukumbi uliopo katika jengo la taasisi hiyo Posta siku ya tarehe 22 Januari mwaka huu 2026. Mwalimu Nyerere imeandaa mkutano wa mazungumzo kuhusu amani na maendeleo ya Tanzania. Naomba muongeze neno haki. Amani, maendeleo na haki ya Tanzania. Mkutano huo utafanyika kuanzia saa 3 asubuhi Alhamisi tarehe 22 Januari 2026 katika ukumbi mkubwa wa mkutano nadhani tutafanyia hapa. Mazungumzo haya yameandaliwa ili kutoa nafasi kwa wazee kujadili na kuona maoni kuhusu misingi iliyoundwa na kudumisha taifa letu kuwa nchi ya amani, umoja, haki na yenye matumaini ya maendeleo endelevu ya watu wote. Washiriki katika mkutano huu ni wazee katika maana pana ya watu wenye hekima, busara kutoka kwenye makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi wa dini, wasomi, wazee wastaafu, wanawake, vijana, vyama vya siasa, tasnia ya habari ya ninyi na taasisi za kiraia. Hao ndio watakao kuja. Umuhimu wa kufanya jitihada za kuimarisha amani, umoja, haki na maendeleo kwa sasa unatokana na matukio ya ghasia iliyotokana na maendeleo yale yakaacha kuwa ya amani yakawa ya ghasia na uvunjaji wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tunawaombeni vyombo vya habari vifikishie taarifa hii kwa waalikwa na wale wote waliokaribishwa. Mazungumzo ndiyo nyenzo ya upatanishi na ujenzi wa amani. Nimetia sahihi Kajito. Sasa nitaeleza jambo moja tu. Wazee hawa ni nani? Nimetaja makundi. Tunaita wazee. Leo ninyi ni sehemu ya wazee. Nchi hii ina miaka 65. Institution zake zote huko mnakotoka ninyi ni vijana, lakini zile ni nzee, zina miaka 60 na kitu. Zimebobea katika kujua mambo ya nchi hii na kujua mambo ya dunia hii. Kwa hiyo ukisema TBC ni chombo cha zamani kabisa. Kwa hiyo tunawahesabuni ninyi mnawakilisha vyombo vilivyokomaa, na kwa hiyo mkutano huu ni wenu. Au wengine wote katika vyombo hivi tulivyotaja makundi tumeita wazee. Kija askofu ni kazi, cheo chake siku hiyo ya mkutano ni mzee. Cheo siku ya mkutano ni mzee. Iwe askofu, iwe mchungaji, hatuiti hao. Tumekaribisha nadhani hata baadhi ya mawaziri wetu, nadhani na rais mmoja, rais wetu aliyobaki huyu tumemkaribisha. Barua tuliyompelekea tumesema mzee fulani.
hatukaribishi vyeo hapa, tunakaribisha wazee. Na mimi leo nazungumza nanyi kama mzee, na ni kweli mzee, miaka 87, na taasisi hii ameianzisha Mwalimu alikuwa mzee, alikuwa anafanya kazi na wazee hata kabla ya uhuru. Kwa hiyo wazee wana umuhimu maalumu katika nchi hii na katika kutazama mwelekeo wa nchi yetu. Pili, wazee ni wazazi, na ushauri wetu ni kwamba ni msiba wetu wote, tulie pamoja. Pili, tuwe huru, tuzungumze. Hata ripoti ya mama ikitoka ya rais wetu tuzungumze, lakini sasa hivi waache tuwe huru, tuzungumze, na vikwazo vyovyote ambavyo viko vimewekwa vya kuzuia watu wasizungumze viondolewe. Na pili, uvunjifu wa sheria wa watu wanapita kwenye nyumba za watu, mwenye magari wanaburura watu wakwenda kuua, tuachane nayo. Ni moja ya eneo linatuletea shida. Na rais wetu ninavyojua, sidhani kama anatuma watu hao. Pamoja na kwamba vyombo viko chini yake, sidhani kama, hakuna rais. Niliwahi kueleza Mwalimu hakufanya hivyo. Ilipotokea alikataa, aliwafukuza. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea kusema mimi siwezi kuamini kwamba kuna mtu katika serikali anatuma watu wanaburura watu wanakwenda kuwaficha huko, wakati mahakama ipo. Waende mahakamani, na mahakama iwe mahakama basi ya kazi, na sheria zipo. Mungu awabariki.